Ni project ya kujenga timu yetu kuhakikisha kwamba tunaenda kuleta ushindani mkubwa kwenye ligi ya wanawake. Kila mtu anafahamu miaka kadhaa iliyopita Yanga Princess ilikuwa kwenye kiwango bora, lakini this time tumekuja kutengeneza timu tangu msimu uliomalizika. Kwa hiyo tunaendelea na project yetu kuhakikisha kwamba tunafikia malengo yetu. Nafikiri kila mtu alitamani tuchukue ile ngao, lakini kwa bahati mbaya tukaweza kuchukua. Kwa hiyo hatuwezi kukata tamaa, lakini naendelea pale ambapo tumeishia, tunapeka nguvu kwa ligi kwa ajili ya kufanya vizuri. Kuna tuambie namna ambavyo kikosi chako namna ambavyo umekiandaa kwenye msimu huu kwenye ngao ya jamii. Kimeonekana kucheza mchezo mzuri sana na mchezo wa kuvutia. Watu wengi wanaona sasa hivi wamewapa asilimia kubwa ya kuchukua ubingwa. Namna ambavyo mmefanya kwenye ngao ya jamii licha ya kuwa nafasi ya 3, unaiona timu yako kwa maneno ya watu namna ambavyo wanaiona kwamba ni timu ya kuchukua ubingwa? Sisi kama timu tunaona kwamba maendeleo yake ni mazuri, lakini hatuwezi kuwa bingwa tu kwa sababu ya mitazamo ya watu. Tunapaswa kujipanga na kufanya kazi kwenye kiwanja cha mazoezi kuhakikisha kwamba kile ambacho watu wanazungumza au wanatamani kitokee kinaweza kutokea kwenye ligi, kwa maana kujiandaa vizuri kwenye kila eneo, kuhakikisha kwamba tunapunguza makosa kiwanjani ili tuweze kutimiza malengo yetu, na tuombee pia wachezaji wetu wa salama wote kwa ajili ya kupambania nembo ya klabu. Ndio. Unamzungumziaje bwana rais, bosi wako, rais wa klabu ya Africans? Lakini pia sasa hivi tunaona amepata nafasi ya ujumbe ndani ya FIFA kule katika kamati za mashindano ya timu za wanaume. Kitu gani ambacho unaweza kumwambia? Amepata nafasi kubwa kwenye shirikisho la mpira barani duniani kote, FIFA. Kwanza nimpongeze kwa sababu anatoa mwanga kwa vijana wengine ambao wako kwenye tasnia hii ya mpira, kuhakikisha kwamba yeye anakuwa kama kioo, na tunafahamu kwamba amekuwa ni kiongozi wa Yanga kwa muda mrefu kidogo. Ameendelea kufanya vizuri, kujaribu kama ambavyo watu wengine wanafanya. Kwa hiyo kwanza tumpongeze kwa hicho ambacho wamekipata, na pia ana uwezo wa kufika mbali zaidi kwa sababu ni mtu ambaye anaonekana anajua football vizuri, bado ni kijana, umri unamruhusu. Kwa hiyo mimi nimtakie kila laheri na tunaamini atafika mbali zaidi kwa hiki ambacho amekipata. Pengine baada ya miaka michache iliyopita tutasikia anaweza kuwa na cheo kingine, kwa sababu ni mtu pia ambaye anajitambua, mtu ambaye anaweza kuzungumza mbele za watu, anaweza kujielezea na akafanya kitu ambacho watu wengi anaweza kuona kama ni kigumu. Kwa hiyo sina shaka na utendaji wake, naamini bado anaweza na nafasi hivyo. Tumuombe heri, awe na afya njema, nafikiri anaweza kufanya makubwa zaidi. Ndio, tupe moment ambayo ni mtu ambaye unafanya kazi, moment ambayo kuna kipindi uliwahi kwenda kufundisha timu za wanaume na uliwahi kuandika sehemu, ni mtu ambaye alionekana kuamini katika uwezo wako na kuweza kukupa nafasi hiyo. Tupe moment nyingine ambayo unaikumbuka kama rais wako nchini. Kitu pekee ambacho naweza kusema na ilikuwa ni jambo zuri na jambo la historia kwangu ni kunipa nafasi kwenda kufanya kazi kwenye timu ya wanaume. Ilikuwa ni kitu kikubwa kwangu mimi na nimshukuru. Wote siku zote nilikuwa nikisema kwamba niliandika sehemu kwamba huyu ni kijana ambaye alitimiza ndoto za kijana mwenzie. Kwa hiyo nafikiri uwepo wake Yanga kunipa nafasi kama ile kwangu mimi ni historia na kitu kikubwa sana ambacho siwezi kukisahau, na nafikiri ndio kitu ambacho mwenyewe, kwa sababu nilienda kuomba na akaniahidi kwamba angefanya hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye mara nyingi kitu anafanya, lakini nizungumze tu kwamba engineer ni mtu ambaye ana mapenzi na watu wengi, anazungumza nao vizuri, marafiki wengi, lakini kiongozi ambaye anapenda watu wanaofanya kazi. Yaani kama ufanye kazi vizuri, basi hawezi kuwa rafiki yako na hawezi kufeva kwa chochote, kwa sababu yeye ni rais wa klabu. Anaamini kwamba kuwasimamia watu vizuri ni kuwasimamia tuweze kufanya kazi yake vizuri, kwa sababu jambo lolote zuri au baya kwenye klabu linaenda kupunguza moja kwa moja. Kwa hiyo yeye anazungumza na sisi kama vijana wenzake, kama wafanyakazi wake, lakini kwenye swala la kazi anakuwa ni mtu ambaye yuko tofauti sana na hawezi kuwa anaweza kukufeva kama hawezi kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye anatupa moyo, anatupush kuhakikisha kwamba tunaweza kupata mafanikio, kwa sababu mwisho wa siku yanamgusa moja kwa moja kama rais wa klabu. Edna Lema, Tanzania tunapataga bahati kwenye kila sekta. Tunazungumzia kuna mtu ambaye anakuwa anaweka alama kwa maana kufanya vitu vikubwa zaidi kwenye hiyo industry. Ukiangalia kwenye mpira kama kina Samata, kwenye muziki unaona kina Diamond, unadhani kwenye mpira especially kwenye soka la kina mama wanawake, unadhani wewe ni mwanamke au kocha mwanamke ambaye
umeweka alama kubwa zaidi, na kama ni kweli, ni nini ndoto yako sasa kutokea hapo? Mimi nafikiri inaweza kawa majibu ni ndio au hapana, lakini ndio na mtazamo wa watu, kwa sababu mimi nimekuwa kwenye mpira wa wanawake muda mrefu. Unaanza kucheza, nimeongoza pia kwenye vilabu, na sasa hivi ni kocha, nimehudumu kwenye timu za wanaume na wanawake. Kwa hiyo kwangu mimi naona naweza kuwa kiongozi mzuri kwa wachezaji ambao wanatukia au na watu wengine ambao wanatazama kama mfano, kwa kisha kwamba wanafikia ndoto zao. Lakini kiasi kidogo ambacho nakiona nimekifanya, na hisi nimefanikiwa kiasi fulani, lakini bado sijafikia malengo yangu, na naendelea kujipambania kwa kisha kwamba nafika mbali zaidi, ili kuwapa support wengine ambao wanatazama kama mfano, ili na wao wasirudi nyuma. Kwa hiyo bado nahitaji muda wa kuendelea kufanya vizuri na kuendelea kujipambania kwa kisha kwamba nafikia malengo. Umekuwa ukitafuta simu bora kwa bei nafuu? Karibu SDK Mobile Shop. Tunakuletea smartphones za kisasa na simu ndogo button phones kwa bei rafiki kabisa. Ukiwa unahitaji simu yenye kamera kali, memory kubwa au betri na hudumu chaji muda mrefu, tunazo zote, kutoka Samsung, Tecno, Infinix, iPhone hadi Itel, zote unazipata hapa. Unaweza kuchukua simu dukani kwetu kwa kulipia moja kwa moja, lakini pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Ndiyo, tunakopesha simu kwa masharti mepesi kabisa. Tunapatikana Kongoe Mbagala. Kwa mawasiliano piga simu namba 0718 33 42 63 au 0747 50 88 07 au tufuate kupitia mtandao wetu wa Instagram @SDK Company Limited. Usibaki nyuma kwenye ulimwengu wa teknolojia. Njoo leo SDK Mobile Shop. Simu nzuri, bei nafuu, huduma ya uhakika. Kwanza mimi katika uzoefu wangu miaka yote nikikaa nikiangalia tu setup hii, watu walioko hapa na tukijiuliza ni watu wangapi duniani kila mara hapa Tanzania na Afrika nafasi tu hiyo. Unapata jibu la kwanza. Hii ni brand kubwa sana. Na nikwambie ndio wote tunafahamu katika biashara yoyote hakuna kazi kama kujenga brand, kuisimamisha, kuweka position yake, alafu kuilinda. Kwanza ujenge pate tija, alafu uilinde. Ijiendeshe kwa muda mrefu. Sasa kuongea maneno mengi sana. Wote tunafahamu pia kutoa mfano wa klabu nyingine au kuzungumzia soka letu kwa ujumla. Hata Engineer Hersi anaanza kuzungumza hapa, anasema yeye mara ya kwanza katika kuingizwa ndani ilikuwa mwaka 2020 kule Yanga. Mpugali bakamwomba ampe nafasi. Pale Yanga haikuwa brand ile unaona leo hii hapa. Leo Yanga ni brand kubwa, si tu Tanzania, si tu Afrika. Na reflection ya kwanza unaiona katika muda mchache tunamuona Hersi anaibukia ASA na sasa anaibukia FIFA. Tunazungumza yote utake usitake ni kila ambacho ni kutokana na reflection ambayo Yanga imeweka kwenye ulimwengu wa soka kama brand, kama bidhaa au kama chapa. Na sisi ambao tuko katika hizi industry zetu hizi tunafahamu jinsi gani hivyo kwa kazi ngumu kujenga brand, iheshimike, ikubalike, alafu ianze kupendwa. Si tu ipendwe kwa mazoea, ipendwe hata na wale wengine ambao utakata kuipenda, hata watu wengine ambao tunasema the emerging markets, hata wale watoto wadogo na watu wengine wanaibukia sasa hivi. Leo hii tukiwa tunaangalia kwenye mashindano mbalimbali kwa shughuli mbalimbali za klabu ya Yanga, ni taswira ambayo sisi watu wazima wa miaka nyuma kuiona. Utaona kuna kila aina ya watu kwa umri tofauti, jinsia tofauti, matabaka tofauti. Yaani wote wanafurahia, wa kike, wa kiume, wa mama, kwa kila aina utaona katika harakati za kuifurahia Yanga. Hii maana yake hii brand imekuwa, brand inaheshimika na brand sasa imesimama. Actually mimi nilikuwa natamani kabla sijazungumza haya, maki nimemsikiza Hersi kwa makini, lakini hata kuna kimoja angalau nitamani akiseme, kwa sababu amezungumzia ile plan wamepewa, wamefanya nini. Yale yote mambo kiamsikiliza kwa makini yalikuwa analenga kuleta kujenga klabu fulani inafanya vizuri kwenye mashindano, ipate heshima na vitu kama hivyo kwa kuwin makombe. Mimi swali moja hapa kaniambia vision yetu sisi kubwa ni makombe tu kwa. Lakini nilikuwa natamani hata wakati anazungumza Hersi angalau angegusia kidogo ni walifanyaje katika mbinu za kibiashara madhubuti kabisa kuisimamisha hii chapa hapa iliposimama na kuwa na heshima hii. Leo hii amezungumzia kuhusiana na Harambee. Kabla ya Harambee tulikuwa tunasema bakuli linapita. Lakini kabla ya bakuli
zilikuwa zinapigwa ngumi klabuni. Mikutano imekuwa ile na FFU kuliko hata wanachama wanaohudhuria mikutano. Kesi mahakamani zilikuwa haziishi. Makomando wamechukua timu, wachezaji hawataki kuja. Timu inashindwa kuanza kuingia kambini kwa sababu hawana fedha za kuingia kambini. Lakini si hayo tu, katikati ya mashindano timu inapoteana. Yaani mambo yalikuwa ni mengi ya kila namna. Mambo kama yale kuyaondoa katika muda mfupi namna hii. Mambo kama yale ndio hata kama siku moja hayawezi kuifanya chapa ikaonekana kama ni bidhaa inayofaa kibiashara, yenye heshima na hadhi kama. Lakini Injinia Hersi ameongea vitu vingi hapa. Na mimi niseme tu kimoja, hakika niseme hii heshima kubwa aliyoipata kwa sababu chapa inaonekana. Achilia mbali makombe, Yanga imeshinda makombe miaka mingi kabla miaka minne. Na amefanya vizuri sana miaka mingi kabla miaka minne. Lakini chapa kama chapa imesimamaje? Katika unapozungumzia position yake katika ulimwengu wa soka, wa dunia nzima, wala sio Afrika na Tanzania. Utaiona Yanga, ndio maana Hersi yuko FIFA. Hiki ni kielezo tosha tu. Kwa hiyo hata kabla ya mazungumzo haya bwana Hersi, nitashukuru sana kidogo tupitishe kidogo kwenye eneo. Lakini la pili, Hersi leo ikitazama Yanga, kweli kuna wengine watasema, lakini hata wengine bado na niwe kweli mimi nilipotoka huko. Wengi mnajua mimi niko huko kwingine, lakini kiukweli nikisimama leo nikitazama Yanga, ile hali ya uhasimu sioni, nasikia raha, nasikia furaha na jivunia. Achilia mbali mimi ni Simba kindakindaki, wala si mmoja wa leo. Na najulikana. Watu wangu wa Simba wanajua mimi Simba paka ndani nishakuwa nao. Safari sana Simba ndani na nje. Lakini leo nikitazama Yanga as a brand, nikikusema si ndani hata. Sio kwa ubaya kabisa. Sioni kama kuna brand nzuri katika eneo la soka Tanzania kama hapa, kwa sababu sasa unazungumzia timu ambayo inatumia bilioni kusajili. Timu ambayo inaweza kutumia dola 300 kusajili mchezaji mpaka dola 400, Afrika muuza dola mpaka milioni 1 ikiamua. That is a super brand. Kwa hiyo thamani imepanda kwa asilimia kubwa sana. Siwezi kuikadiria, lakini itosha kusema kwamba brand ya Yanga leo tumekaa hapa tunazungumzia Hersi, brand ya Yanga inaonekana FIFA. Si tu Afrika na Tanzania kwa ujumla, bali inaonekana FIFA na ndio Hersi kwa hapa. Tuko naye hapa tunazungumzia habari hizo. Kila familia inapenda chakula kizuri chenye ladha na ubora unaoleta tabasamu mezani. Na sasa tunakuletea SDK Super Sembe, unga wa mahindi unaoandaliwa kwa viwango vya juu vya ubora na usafi uliotukuka. Unga huu ni laini, mtamu na unafaa kwa matumizi ya kila siku nyumbani, kutoka kwa ugali wa familia hadi chakula cha wageni. SDK Super Sembe inakupa uhakika wa ladha halisi ya nyumbani. Unga huu unapatikana Dar es Salaam na maeneo ya karibu. Kupata taarifa zaidi kuhusiana na SDK Super Sembe au kuweka oda yako, piga simu namba 0718334263 au 0747508807. SDK Super Sembe, nguvu ya familia yako kwa ubora uliotukuka.